Ndio Yusuf, kuelekea tarehe 1 mwezi wa 3, dabi ya Kariakoo kati ya masimu wawili, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, uwanja New Aman Complex. Maneno yametokea ni mengi, wengine wa kidai Damaro so Mtanzania, wengine wakipeleka barua kwa TFF kwa nini mtu wa kwanza kutangaza ni Ally Kamwe na so bodi ya ligi. Wengine leo yamezuka baada ya Haji Manara kuongea yale aliyoongea. Kwa upande wako haya yote umeyachukuliaje? Maana kuna ambao wamechukulia ni kama Engineer Hersi kamtuma Haji Manara kuongea vile ili kuwapoteza wana Simba kutokana na Aisha Damaro pamoja na uwanja kwenda New Aman Complex. Nadhani tukianza na issue ya dabi kupelekwa Zanzibar, malalamiko akiwa ni mengi. Kwa nini taarifa imetokea kwa Ally Kamwe baadaye ndo ligi kwa maana viongozi wa ligi wanatangaza kwamba mechi itachezwa New Aman Complex. Mimi binafsi nadhani moja kati ya sehemu ambayo Young Africans yanafanikiwa kwenye hizi dabi za Kariakoo, anajua sana kuicheza dabi nje ya uwanja. Ina maana gani? Yes. Ninachomaanisha ni kwamba kuna namna ambavyo Yanga huwa anawatoa Simba kwenye mfumo wa kufanya maandalizi kuelekea kwenye mchezo husika na kuanza kufocus na vitu ambavyo vina ulazima. Sifikiri kama swala la Ally Shabani Kamwe kutangaza kwamba uwanja utatumika ni New Aman Complex ingekuwa ni story kubwa sana mpaka Simba kupeleka barua TFF, kwa sababu naamini Ally Kamwe ni msemaji wa Young Africans, ndio, na alichokifanya ni wajibu wake akiwa kama msemaji. Sawa, swali linaweza likawa kwa nini alianza yeye baadaye ndo TFF. Wao ndo wenyeji wa mchezo, mamlaka ya kuomba uwanja wa kuutumia kwa maana ya kuhamisha mchezo yapo kwa Young Africans, ndio. Kwa hiyo wao walipeleka maombi ya kuhamisha mchezo kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda New Aman Complex, yakakubaliwa. Kwa hiyo taarifa za kukubaliwa walikuwa nazo kabla hakujatangazwa chochote. Kwa kanuni ambavyo unazisoma nasema kwamba namna ambavyo hii kanuni ilipaswa kutumika ni baada ya siku 7 kabla ya mchezo ndio ilipaswa kutangazwa hii taarifa, lakini imetangazwa siku 21 kabla ya mchezo. Kwa kuna muda mwingi sana wa Simba walipaswa kuchukua kama sehemu ya kujiandaa, tayari washajua kwamba uwanja ni New Aman Complex. Muda mwingi wangefocus na vitu vyao kwenye namna ya kujiandaa, wakiwa wanajua kwamba uwanja utakaotumika ni New Aman Complex, namna gani sasa ambavyo wanajiandaa kulingana na hayo mazingira ambayo wanakwenda kuyatumia, na si kuanza kutia pressure kwa mashabiki lakini pia kwa wachezaji na kujikuta muda ambao wanapaswa kuiandaa timu yao kwenda kushindana na Young Africans na nyakati ambazo wanafuatilia vitu ambavyo havina lazima. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani hapo ndo sehemu pekee ambapo Young Africans wanajitofautisha na timu zingine, namna ambavyo anaweza kuichanganya timu ya Simba pale wanapoelekea dabi na pale inapoanzia migomo. Anajua sana kuwatoa Simba kwenye reli. Kwa hiyo wakati ambao Simba wanapaswa kufocus na maandalizi na nyakati ambazo wanapeleka tena barua, kunakuta muda wa kujiandaa na dabi unakuwa ni mchache. Ndio maana Yanga kwenye kila mchezo anaibuka kama timu ya kwanza, kwa sababu anatumia muda wake vizuri katika maandalizi, lakini huku akiwa anajua wapi pa kumshika mpinzani wake ili aweze kutoka kwenye kile ambacho kinapaswa kuandaliwa kuelekea kwenye mchezo husika. Kwa hiyo sifikiri kama kulikuwa na swala kubwa sana la kufikia kwenye hii hatua ya Simba hadi kuandika barua, kwa sababu sijaona ulazima wao kuandika barua, kwa sababu alichokifanya Ally Kamwe ni wajibu wake kama msemaji. Na kitu pekee ambacho Simba ilipaswa kushukuru, taarifa imetoka mapema. Kwa hiyo ilipaswa kufocus wakiwa wanajua kabisa uwanja unaotumika sasa ni New Aman Complex. Swala la wao kwenda kuuliza kwa nini alianza Ally Shabani Kamwe, sifikiri kama inaweza kubadilisha chochote katika yale ambayo yamezungumzwa, ama sifikiri kama inaweza kubadilisha kwamba mchezo hautochezwa New Aman Complex. Kubwa namna gani ambavyo mnajiandaa kwenda kucheza huo mchezo mkiwa mnajua uwanja unaotumika ni upi, ili hakikisha unakwenda kuwa timu ya kwanza ama kuyashinda matukio na si kujipa pressure kama ambavyo wanajipa hivi sasa. Taarifa za Damaro zimeibuka hivi sasa, wakati Damaro ameshacheza mechi kadhaa hivi sasa, si ndio? Lakini kwa nini wasubirie dabi ya Kariakoo ndo aanze kutoa hayo malalamiko? Kwa maana katika mechi ambazo amecheza akiwa kama mchezaji mzawa walikuwa wapi? Ndio muda ambao walipaswa kujaji. Na Damaro ametangazwa kuwa ni Mtanzania akiwa Singida Black Stars, si ndio? Na ikaja wakati hata Simba akataka kubadilisha wachezaji wao kina Jean Shalea kina Elim Panzu kama unakumbuka, lakini ilishindikana kutokana na kushindwa kufuata taratibu ambazo zilikuwa zinawaruhusu wao waweza kufanya hicho ambacho walikuwa nakiomba. Kwa hiyo Simba kuna namna ambavyo wanatumia muda wao mwingi kufuatilia masuala ya kimitandao na si kufocus katika maandalizi ya kuiweka timu kwenye eneo salama na kisha wanashinda mechi zao kama ambavyo Young Africans wanafanya. Of course swala Damaro inawezekana lina ukakasi,
lakini haukuwa muda sahihi wa Simba kuanza kujaji. Wanaelekea kwenye dabi, muda ambao mnapaswa kujiandaa na dabi utumieni vizuri ili kuja kuepusha lawama. Kwa hivi sasa Simba anachokihitaji kwa namna yoyote, yani ni bora Simba akaukosa ubingwa lakini akashinda hii mechi ya dabi ya Kariakoo. Kwa nini dabi na umuhimu hiyo kupelekea kwamba bora akose ubingwa wakati tunajua miaka 4 mfululizo Young Africans wamekuwa wakichukua na wao pia wanahitaji la kombe? Kwa namna ambavyo unajua tabia za mashabiki wa Simba wataenjoy zaidi endapo Simba atashinda mbele ya Young Africans. Unajua muda mrefu sana umepita Simba hajashinda mbele ya Young Africans na imekuwa ni kama jambo la kawaida, yani imekuwa sio story kwamba Yanga akishinda anaonekana kwamba Simba ni dhaifu. Sasa kinachopaswa kufanyika ni namna Simba wao kujiandaa kwenda kuwathibitishia umma wa watu kwamba sisi ni timu bora mbele ya Young Africans. Sisi ni timu ambayo tumeionyesha Young Africans namna ya kucheza michuano ya kimataifa. Tusiwe tu bora kwenye michuano ya kimataifa, hata kwenye ligi ya ndani. Kwa hivyo sasa Simba ana kichaka cha kujificha, unajua. Ametolewa kwenye michuano ya kimataifa, sehemu pekee ambayo huwa anajificha mwisho wa msimu. Lakini ametolewa mapema kabisa. Endapo Simba atakosa ubingwa wote msimu, kuna namna ambayo watakuwa na jiweka kwenye eneo la hatari zaidi la kuzungumzwa mitandaoni kuliko timu nyingine, kwa sababu amekuwa akifanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa na baada ya msimu kutamatika akiwa na taji watu wanamtetea kwenye engo hiyo. Kwa hivi sasa ana kikombe chochote kwa maana hata Ngao ya Jamii aliikosa, lakini pia ametolewa kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo naamini Simba anapaswa kufocus zaidi na maandalizi ya timu yake kuliko vitu vingine vyote ambavyo havina ulazima. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa Mohamed Damaro, ni issue ambayo of course ukitazama kwa jicho lingine kuna namna ambavyo Simba wanataka kutetea maslahi ya timu zote 16. Sio tu. Yes, kwa maana wanachojaribu kuulizia ni kupewa ufafanuzi kwa nini Mohamed Damaro ni Mtanzania. Tanzania ameupataje, kwa njia gani? Kwa sababu tukirudi kwa Kibu Denis ambao ndio sehemu pekee ambayo utawaringanisha, Kibu Denis kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba alikuja akiwa mdogo zaidi, si ndio? Akiwa kwenye ile kambi ya wakimbizi na ndo Simba alihusika kumsaidia kupata uraia, lakini mtu ambaye amekuja akiwa mdogo. Kwa Mohamed Damaro tunajua kwamba si Mtanzania kwa maana asili yake hajazaliwa Tanzania, lakini hata kama ametokea nchi jirani amekuja akiwa na umri mkubwa. Kwa hiyo Simba huenda wanahitaji kujua njia ambazo zilitumika kuweza kumuidhinisha Mohamed Damaro kwa ni mchezaji mzawa, na kama ni mchezaji mzawa kwa nini haiti kwenye national team? Hilo ndio Simba wanahitaji kupata ufafanuzi, lakini kwa nyakati ambazo Simba wako nazo kwa hivi sasa au kuwa wakati sahihi wa kuendelea kujaji hayo maswala, kwa sababu anaelekea kwenye tukio la dabi ya Kariakoo. Kwa asitumie muda mwingi kwenye maswala ambayo yana trend mitandaoni na kusahau kwa wanapaswa kwenda kuishinda mechi ya dabi ya Kariakoo. Wanapaswa kujiandaa kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani Simba anapaswa kujua nyakati zipi ambazo tunapaswa kufanya jambo gani, yani kwenda na wakati. Tukija kwenye swala la Haji Manara, nadhani swala ambalo kila mtu anazungumza la kwake. Nimeona baadhi hata ya mashabiki wa Yanga wanamkataa Haji Sande Manara wakitaka kujua hata huo wanachama ama ushabiki wa Yanga aliupata kwa njia gani. Yani hiyo kadi ya wanachama nilipata kwenye tawi gani? Watu wanajaji hilo. Kila mtu amekuwa akizungumza na kwake, lakini naamini ndo mpira. Yani kuna mpira wa nje ya uwanja, yani kuna mpira ambao tunaoshuhudia kwenye pitch. Nje ya uwanja ndo kama hivi kuna jambo linaweza likazuka likatrend na watu wakazungumza vile ambavyo wanaona ni sahihi, lakini moja kati ya kitu ambacho mimi naamini Haji Manara yeye ndo anajua yuko upande gani kati ya hizi timu mbili na anajua ni jambo gani sahihi. Ukimsikiliza yana kuthibitishia kwamba ni shabiki wa Young Africans, si ndio? Amesema Simba alienda kikazi. Kwa hiyo yeye ndo anajua zaidi yuko upande upi na ni kwa asilimia ngapi yuko sahihi.